Karibu tena. Leo nakuletea makala ya Dira ya Afrika iliyoungana kupitia lugha ya Kiswahili. Hebu fikiria nami, Afrika ambapo mtoto wa Dakar, mchungaji wa Ethiopia na mvuvi wa Zanzibari na mhandisi wa Afrika Kusini wanaweza kuzungumza bila mkalimani, wote wakitumia Kiswahili kimoja kinachowaunganisha. Katika Afrika hiyo, mipaka ya kikoloni haipo tena kama kuta za kisaikolojia. Ipo tu kwenye ramani. Kiswahili kinakuwa uti wa mgongo wa umoja wa bara. Hapa na kutolea hotuba ndogo ya kimaono. Afrika moja, sauti moja. Ndugu wa Afrika wenzangu, kwa karne nyingi bara letu liligawanywa, si tu na mipaka ya kisasa bali na lugha zilizotutenganisha, hata ingawa tulikuwa na ndoto zilizofanana. Leo tuna zaidi ya lugha 1000 katika bara. Huo ni utajiri mkubwa sana, lakini bila daraja la pamoja, utajiri huo wakati mwingine hugeuka kuwa ukuta. Hebu wazia Afrika ambayo mfanyabiashara wa Senegal anaweza kuuza bidhaa zake kule Angola bila kikwazo cha lugha au mipaka, ambapo mwanafunzi wa Mali anaweza kusoma chuo kikuu cha Kenya bila kujisikia mgeni humo, ambapo mwanasayansi wa Misri, Ghana au Tanzania wanaweza kuungana kwa kushirikiana bila tafsiri. Afrika ambayo inajielewa yenyewe bila kuhitaji kutafsiriwa na wengine. Kiswahili kinaweza kuwa ufunguo wa Afrika hiyo. Ni lugha ya Kiafrika iliyozaliwa Afrika na tayari imeonyesha uwezo wake kwa kuunganisha watu wa makabila, dini na mataifa tofauti katika Afrika Mashariki na Kati. Haiji na historia ya kutawala, bali lugha ya Kiswahili inalenga kuunganisha watu. Hebu ota ndoto hii nami. Sasa tumefika mwaka 2065. Reli ya kasi inaunganisha Lagos hadi Nairobi. Ndani ya behewa, wafanya biashara, wanafunzi, watalii wanabadilishana mawazo kwa Kiswahili. Lafadhi tofauti, moyo mmoja. Katika soko la kidijitali la bara nzima, mkulima mdogo wa Niger anauza mazao moja kwa moja Botswana bila dalali wa kimataifa. Vyombo vya habari vya Afrika vinaelezea hadithi za Afrika za kina kwa Waafrika bila kuhitaji utafsiri wa nje. Katika mikutano ya bara, viongozi hawatumii lugha hizi za wakoloni ili kujadili mustakabali wa watu wao wa Afrika. Wanazungumza lugha ya nyumbani, lugha ya watu. Na pale pale kitu cha ajabu kinatokea. Waafrika wanaanza kujiona kwanza kama Waafrika, kisha kama raia wa nchi zao, na hatimaye wanajiona kama waumini au wafuasi wa dini zao na mila zao na desturi zao na hatimaye lugha zao. Jamani, hili lingebadilisha kila kitu katika bara letu. Biashara za ndani Afrika zingekuwa kwa mwendo kasi. Elimu na utafiti vingeshirikishwa kwa urahisi. Migogoro mingi inayochochewa na kutoaminiana ingefifia. Utamaduni, sanaa na maarifa ya Kiafrika vingesambaa bila vizingiti. Sauti ya Afrika duniani ingekuwa thabiti na yenye umoja. Zaidi ya yote, bara lingejitambua upya kama bara la umoja, amani na mapafu. Kwa kutamatisha, dunia ingekuwa bora, si kwa sababu Kiswahili ni kamilifu, bali kwa sababu kingekuwa msingi wa umoja, lakini sio msingi wa ubabe. Na pengine somo kubwa zaidi lingekuwa hili: wanadamu walipata maendeleo makubwa zaidi, sio walipojenga mashine zenye nguvu, bali walipojenga njia bora za kuelewana. Asanteni kwa kunisikiliza.